Amur Media, ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad ghawa wa la yadhurru illa nafsa wa la yadhurru Allaha shay'a. Shukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mkarimu mwingi wa rehema, yeye ambaye tunamwabudu, tunamuhimidi, tunamtegemea kila kitu, na kwake Mola wetu tutajilinda na maovu ya nafsi zetu na matendo yetu. Aliongozwa naye, hakuna yote aweza kumpotosha, na yote aliyoamua kukiuka kwa mashauri yake Mola, naye akamwacha katika upotovu wake, hakuna anayeweza kumuongoza. Tutafaulu duniani na akhera kama tutaishi tukiwa Waislamu wa kweli, na tukafikia kuondoka dunia tukiwa kwenye hali kama hiyo. Allah tulindie dini yetu na imani yetu. Na kuhusieni bila kusahau nafsi yangu, kila mmoja apambane na nafsi yake, asiyatekeleze isipokuwa ile anamridhisha Allah. Na ukiamua mwenyewe kwenda kinyume na sheria yake Mwenyezi Mungu kama Mungu, hakuna cha kutomfanya isipokuwa nafsi yako utakuwa umeweka hatarini. Leo tunasoma faida ya 82, babu karahiyati tamani al-maut, mlango unaokemea na kukataza mtu kutamani kufa. Ndugu zangu Waislamu, mlango unaotekemea tamani al-maut, mtu kutamani, kupendelea, kuomba afya. Ad-dunya darul ibtilai wal imtihan, kama qala al-ulama. Dunia tunayoishi ni jumba la mitihani na majaribio. Huwezi ukaishi duniani miaka yote Allah atakupa umri ukawa ndani ya furaha. Kuna nyakati utapitia zitakuletea huzuni. Kuna nyakati utapitia zitakuletea mitihani na matatizo. Kuna nyakati utapitia utakuwa kidogo umebanwa kimaisha, ukame, hali ngumu. Kuna nyakati utapitia utakuwa na maradhi. Kuna nyakati utapitia utafisha, utauguza. Kuna nyakati utakutana nazo pia utafitiniwa na wenzako bila kuwa wewe ni sababu. Utachukiwa, utatetwa, utasemwa, utatengwa. Binadamu si wazuri, isipokuwa wachache ambao Allah amewarehemu. Tenda wema namna yoyote vile, kizidisha sana utaambiwa unajitia, unatafuta sifa. Ukisema umebana utatangazwa kuwa wewe ni mgumu, haujitoi kitu. Ukiwa mcheshi zaidi, unacheka na kila mtu, utaambiwa unaye akili zake haziko sawa, mida yote ni kucheka cheka. Ukiwa mkimya sana watasema una kiburi. Ukijichanganya nao mara nyingi kwenye kundi watasema unaye hana kazi za kufanya, kila mtu yuko pamoja na wenzake. Ukiwa mrefu utasema unaye mrefu sana. Ukiwa mfupi, subhanallah, labda Allah alimuumba ndo wa mwisho katika wote huyo. Ukiwa mnene, sijui unene wake utampeleka wapi, anataka kuuzikana. Ukiwa mwembamba ndo kabisa. Kwa hiyo dunia ni jumba la mitihani na majaribio, na Allah subhanahu wa ta'ala anamjaribu mja wake kadiri alivyopanga Mwenyezi Mungu, kwa hikma anayojua ya Allah. Yawezekana ukawa mcha Mungu, ukawa mtenda ibada, lakini Allah akakujaribu na akakupa mitihani mikubwa, kama alivyomjaribu nabii wake Ayubu alayhi salatu wasalam, miaka zaidi ya 14 wa huwa nabii, kama alivyomjaribu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watoto 7 amezaa mtume, amezika 6 kwenye uhai wake, mmoja baada ya mwingine.
Allah anaweza kukutizama na wewe akaona sala zako, sadaka zako, thawabu zako ni ndogo, ni chache, na Allah anakupenda. Allah anataka upate firdaus, upate pepo ya hali ya juu, lakini ibada unazozifanya hazikidhi mahitaji ya kupata ile pepo ya juu, na Allah anakupenda. Allah anakujaribu, anakupa mtihani. Nia na mazumuni nini? Ufanye subira. Ukifanya subira, Allah anakuridhia, kisha anakupandisha daraja kutokana na mtihani aliyokupa. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu, hakika Mwenyezi Mungu anapompenda mja anamjaribu, anampa mitihani. Faman radiya falahu ridha, mwanadamu muislamu yote ambaye Allah atampa mitihani akaridhia. Nini maana ya kuridhia? Adam tasakhut, yani usisemi vibaya. Maana kuna wengine akiugua, mimi tu, lakini kwa nini mimi? Akifisha, kwa nini sisi familia yetu ndio mitihani tu? Kwa nini? Si Mungu tulimkosea? La, usisemi hivyo. Lakini muislamu mzuri likikufika unasema qadarullah wa mashaa faal, amepanga Mungu na ametaka linipate limenipata. Au unasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sisi ni wa Mungu, ni viumbe wake na kwake Mungu ndio marejeo. Faman radhiya, atakayeridhia akajua hili Allah amenipangia na lisinge nikosa kwa kuwa amenipanga Allah, falau ridha, unapata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Waman sakhita, na yule ambaye Mungu atamjaribu kisha akachukia akasema vibaya, falahu sukht, huyo pia Mungu atamchukia. Allah tuepushe na tulinde, atuweke miongoni mwa waja wake akiwajaribu wanakuwa na subira. Sasa kuna wakati mtu anapata mitihani mikubwa, mathalan anaweza kapata mitihani ya maradhi, akaumwa, katibiwa dawa za kisuna, dawa za kiganga, haponi, lakini anateseka, anaumia, na pengine madaktari anambia wewe haiwezekani kupona huyu ugonjwa wako. Kuna wakati wanakuambia wewe ugonjwa wako hauponi, anasumbuka, anateseka. Pamoja na hivyo, la yajuzu laka an tatamanna al-maut, haijuzu kwako kutamani na kuomba nife. Maana kuna wakati mtu anapata mitihani mpaka mtu anasema si afadhali nife, Mungu basi ni uwe. Kuna watu wana hivyo, ukimsikia unaambia subutu. Uislamu umekataza, hata kama imetokea umekamatwa na maadui, na hao maadui wamekwambia yani wewe omba dua zako zote za mwisho, maana hatutakuacha, tutakuua tu. Na pengine katika kukuua wakaanza kutesa na kutoa ukucha, anakutoboa jicho, anakuchuna ngozi ya kwenye mwili wako bila anestesia. Hayo maumivu na yahisi atakavyokuwa. Pamoja na hali kama hiyo, usisemi Mungu ni uwe, la yajuzu. Na ukajiua mwenyewe kwenye hali kama hiyo, unaenda wapi? Motoni. Allah alishahukumu hivyo, atakayejiua yote ni jikoni. Pamoja na hali yoyote, haijuzu mtu kutamani kifo. Kabla tujaingia hapa kwenye huyu mlango, ukisoma katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim ziko hadithi nyingi sana ambazo ni mutafaqun alayhi, ambazo Bukhari na Muslim wamezipokea kwa mfumo mmoja, na zote mtume anakataza. Mmoja miongoni mwa hiyo, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katika Sahih Bukhari, Abu Huraira Mwenyezi Mungu amridhie, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, alimsikia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema, la yatamanna ahadukumul maut. Mtume anatukataza la yatamanna ahadukumul maut, isitokee hata mara moja mmoja wenu akatamani kifo. Kisha mtume akaendelea kusema, imma muhsinan fala'allahu yazdad. Allahu akbar. Wallahi mtume alikuwa ni mwalimu. La yatamanna ahadukumul maut, asitamani yoyote kati yenu kifo. Kwa nini? Mtume akasema imma muhsinan, inawezekana huyo anayetamani afa akawa ni katika waja wema, inawezekana. Matokeo mtume anasema fala'allahu yazdad, kutokana na wema wake akizidi kuishi atazidi kutenda wema, na matokeo atapata pepo ya hali
ya juu. Kumbe usitamani kifo. Akaendelea Mtume kwenye hadithi akasema, wa imma musian, istokei mmoja wenu akatamani kifo. Imma musian, inawezekana akawa ni mchafu, mtenda madhambi, inawezekana. Fala'allahu yastatib ayatub. Mtume akasema hata kama akiwa mchafu, mtenda madhambi, asitamani kifo, kwa sababu yawezekana akatubu, kwa sababu hujui Mungu amekuandikia nini huko mbele, mwisho wako. Kwenye lafzi ya Imamu Muslim, hadithi hiyo ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume anasema la yatamanna ahadukumul maut, asitamani mmoja wenu kifo, wala yad'u bihi min qabli an ya'tiya, wala istokee hata mmoja wenu akaomba dua, Mungu niue, kabla kifo hakijamfikia. Isikutokee kuomba hiyo dua. Kwa nini? Mtume anasema innahu idha mat inqata amalu, kwa sababu unapoomba kifo, ukifa matendo yako yote yanakuwa yamefanya nini? Yamesimama, hakuna sababu tena zitaendelea, isipokuwa ikiwa moja mwa yale matatu, idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariya au ilmun yuntafau bihi au waladin salih yad'u lahu. Ima huo uliacha sadaka ya kuendelea, au elimu inayobaki inanufaisha wengine, au katika kizazi chako ulichozaa Mungu akuruzuku hata mtoto mmoja mwema atakayekaa na kuombea dua baada ya kufa. Kinyume na hivyo, inqata amalu, matendo yako yote yanasimama. Mtume akasema wa innahu la yazidu almu'min umrahu illa khaira. Mtume anasema usiombe kifo, kwa sababu Muislamu wa sawa sawa, kadiri anavyozidi kuishi ndio anazidi kuwa kheri, kwa lugha nyingine anazidi kutenda yaliyokuwa mema. Hadithi ya tatu kwenye mlango huyo huyo imepokewa na Anas ibn Malik, mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hii ndio wengi tumeizoea. Mtume anasema la yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin aswabahu. Mtume anasema isitokei hata mara moja mmoja wenu akatamani kufa li dhurrin, kutokana na madhara yaliyompata, ima maradhi, ima umefungwa, ima unateswa, ima maisha magumu. Si kwa sababu ya mitihani hiyo usitamani kifo. Mtume anaendelea kwa hadithi anasema fa in kana la budda fa'ila, inawezekana pamoja na imani yako na mafunzo, lakini kutokana na uzito na mitihani ambayo unayo na mateso unayoyapata, ukaona hakuna makhraj, hakuna kwepeo, hakuna njia nyingine ya kuchomoza, hapa ni kufa. Kama utaona sura ni hiyo, Mtume anasema omba dua, useme faliyakul, useme Mungu ni uwe, lakini omba dua useme Allahumma, ewe Mola wangu, ahyini ma kanat alhayatu khairan li, Mola wangu pamoja na mitihani, ahyini, zidi kunipa uhai, in kanat alhayat khairan li. Kama kwenye elimu yako ya ghaibu unajua kwamba kuzidi kwangu kuishi pamoja na mitihani ni khairi kwangu, zidi kunipa uhai. Watawafani, na nakuomba Mola wangu nifishe, in kanat alwafat khairan li. Kama kwenye elimu yako ya ghaibu unatambua vyema kwamba kufa kwangu kwa huu wakati ni khairi kwangu, nifishe. Unaweza ukalia Mungu nifishe kwa mitihani, mwe nife, kumbe una kibao, una makontineri ya mazambi. Wewe unajua ukifa ndio umepona yale maumivu, kumbe unaenda kupata mkomoto na adhabu kali kwa miaka mingi makaburini. Kumbe muachie Mungu ndio akuchagulie. Ewe Mola wangu nifishe, kama unajua kufa kwangu kwa wakati ni khairi kwangu, nazidi kunipa uhai pamoja na hii mitihani, kama unatambua kuishi kwangu mimi ndio khairi kwangu. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kukuchukulia uamuzi. Ndugu zangu Waislamu, na kuhusieni bila kuisahau nafsi yangu, jitahidi sana kwenye maisha yako, jitahidi sana kwenye uhai wako, wale wanao na rafiki zako uwafunze, wajihimize, wajijenge kunako imani yao na akili yao. Kimbilio lao la kwanza awe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wengi katika binadamu tunafeli, huwa tunakimbilia kwa Mwenyezi Mungu mwisho, lakini wengi wanaghafilika, wanakimbilia kwenye sababu.
hawamkimbilii yeye anayezimiliki sababu. Ndio maana utaona mtu akiumwa tu, hata kichwa kikimuuma, la kwanza anafikiria paracetamol, na mwingine nenda hospitalini. Hospitalini ni sababu, dawa ni sababu, lakini wenzetu hawakuwa hivyo. Akipatwa na tatizo lolote na kichwa kikimuuma, akisikia mshale anasikia subhanallah, utakasifu ni wake Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ndio anaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu, kisha ndio anafanya sababu. Sisi wengine unasikiaga mtu anakuambia acha nikajaribu, nenda hata kwa mwalimu nikajaribu, acha nijitahidi ni seti simu yangu, nitaamka saa 8 za usiku, aliniambia ndio Mungu anakuwa kwenye mbingu ya dunia. Ngoja kesho nitafunga saumu nione, uone. Haya, kafunge uone. Mungu ndio anamjalia wa mwisho, ndio maana tunafeli. Kumbukeni kisa cha Musa, ndugu zangu, mnakumbuka kisa cha Musa? Musa alipokuwa anatoka na wana wa Israeli Egypti, Afrika hii ya kwetu hii, anawapeleka kule kwenye ardhi Mungu amewaandalia, la terre promise, al-ardhul muqaddasa, ardhi takasifu. Wakajikuta wanakwenda barabara ambayo inawapeleka mpaka kule baharini, kwenye Baharul Ahmar, la Mer Rouge, Red Sea mnaita je Kiingereza, ikiaga kitukura. Walipofika pale, na Firaun na Hamana na jeshi lao wanakuja wakiwa juu ya mafarasi, zama zile farasi ndogo za kivita. Wale wana wa Israeli wako na Musa, wakaanza kumlaumu Musa, ya Musa inna la mudrakun, Musa tunakamatwa. Musa, nani kakutuma ututoe kule? Si ungetuacha tupate hiyo adhabu kuliko kutuleta hapa, huyu jamaa atumaliza. Ya Musa inna la mudrakun, Musa tunashikwa. Musa alisema nini? Qala kalla inna ma rabbi sayahdin. Musa alijibu kusema kamwe, hakika niko pamoja na Allah Mola wangu muumba, sayahdini, atanielekeza wapi tutapita. Ndugu zangu Waislamu, tizama kuwa tuliyakini, uzito wa yakini aliyokuwa nayo Musa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ukitumia akili yako unadhani Musa alikuwa anajua kama utapita ndani ya bahari? Wallahi la, wallahi la. Lakini kwa sababu anajua nimetumwa na Mungu, na Mungu aliwaahidi akasema innani ma'akuma asma'u wa ara, mimi niko pamoja na wewe na ndugu yako Harun. Asma, yote ambayo mtakayoongea kule na Firauni nasikia, wa ara, na yote atakayowatokea naona. Na anajua kwamba inna Allah la yukhlifu wa'da, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anapoahidi kamwe haendi kinyume na kile alichoahidi. Akawajibia watu, inna ma ya rabbi sayad, niko na Mola wangu atanionyesha wapi kupita. Yaqini, kimbilio la kwanza kwa Allah. Ujumbe unakuja, wahi unakuja, piga fimbo kwenye bahari. Anasema al-Imam Ibn Kathir kwenye tafsiri yake, wakati Jibril anakuja na huyo ujumbe, piga fimbo kwenye bahari, ndugu yake Harun wa nabii, na yeye ni nabii, hakuchelewa, na yeye alikuwa na fimbo, akasogea kwenye bahari akaipiga pa, alafu bahari iko vile vile. Jibril anambia Musa, al-amru muwajjahu ilayka, amri ya Allah ya kupiga fimbo kwenye maji ni wewe ndio umeambiwa, sio yeye. Huyu ndio Mungu. Watu waache kucheza na Uislamu. Wallahi watu wanacheza na Uislamu. Uislamu wetu umekuwa utasema kama siasa vile. Subhanallah. Kama watu mnataka vyeo vya duniani, si mkavitafute dini muiache. Musa akasogea akachukua fimbo akapiga pa, Allah fa'alu lima yurid, Allah anafanya anachotaka. Fimbo imepigwa moja, zikatoka barabara 12. Hapana moja, barabara 12. Kwa sababu Allah ametuumba, anatujua. Allah anajua udhaifu wetu. Na wana wa Israeli walikuwa kabila 12, na kila kabila halisikilizani na lingine.
Allah anawajua. Ikiwa moja ikaanza kuingia kabila moja, wengine wanaweza wakakataa wakakaidika, ikawa sababu ya kuangamia. Hikma ya Allah, zikatoka 12 barabara, kila mtu anatazama kabila lake, ameingia kiongozi huku na wote wanakatizama huku. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala arhamar rahimin, mwenye huruma uliovuka mipaka, baada ya masafa ndani ya zile njia akawa ameacha uwazi, wanaopita hapa wakigeuka wanaona wenzao kwenye njia ya pili, ili wavuke wakiwa na utulivu, kwamba na ndugu zao wako kwenye barabara zingine wanavuka salama. Hiyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi Mungu aliwaokoa hawa, Mungu alimuokoa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, hawezi kushindwa kutuokoa mimi na nyinyi. Kilichobaki ni nini? Allah subhanahu wa ta'ala alishatoa amri. Allah, tatizo wa Islam tuko mbali na dini yetu. Alipohukumu Mwenyezi Mungu Suratul Baqara akasema, idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yashkurun. Allah anambia mtume, watakapokuuliza waja wangu, mimi Mola wao niko mbali, wakiniomba msaada wapige kelele, au niko karibu wakiniomba kwa sauti ya chini nitawasikia, wape majibu, fa inni qarib, mimi niko karibu yao sana, ujibu da'wata da'i idha da'an, na niko tayari kujibu maombi ya muombaji pindi anaponiomba. Kisha Allah katia sharti hizi 2 ili awe karibu na wewe na kujibie. La kwanza Mungu akasema faliyastajibu li, kwanza wafunze, waambie, wanikubalie yale niliyowaamrisha. Allah ametuamrisha nini? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bas tumtekelezee ibada yake kwa ikhlas, bila shirki, bila bid'a, bila riya, kutafuta sifa. Moja. La pili, waliyu'minu bi, wakati wananiomba wasinijaribu, waniombe wakiwa na imani na yaqini kama nitawamalizia tatizo. Majibu ndio Mungu anasema la'allahum yarshudun, hapo ndio watapata kufanikisha. Kwenye hadithi Mtume akasema yustajabu li ahadikum ma lam yay'as, Mtume akasema mmoja wenu atajibiwa maombi yake pindi hajakata tamaa. Maswahaba wakashtuka, sawa na imani waliokuwa nayo, wakaona haja mtu anaweza kukata tamaa kwa Mungu. Wasema, ya Rasulullah, wa kaifa yay'as, Mtume, vipi mja anaweza kukata tamaa kwa Mola wake? Mtume akasema, yaqul, atakata tamaa ni pale utamsikia mwenye kuomba anasema, da'awtu wa da'awtu wa da'awtu walam ara yustajabu, nimeomba na sijaona majibu. Sio tunakuaga tumeomba sana, kunuti nyingi Ramadhani, mbona majibu hayaji? Mkifikia tu hapo hayotokuja, kwa sababu mmekata nini? Tamaa. Ndio Mtume akatufunza akasema, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bilijaba. Muqinun walaysa mu'minun. Mtume anasema muombeni Mola wenu mkiwa na yaqini bilijaba, kwa atakujibuni. Allah tujaze imani katika kifua chetu. Ndugu zangu Waislamu, Allah wallahi thumma wallahi, hauwezi kumwomba Mungu dua akashindwa kuipokea kama dua yako imeeneza masharti. Wallahi ninaapa, kamwe haiwezekani abadan. Allah amesema mwenyewe kwenye hadithi, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba inna rabbakum hayyun karimun yastahi min al-abd idha rafa'a ilayhi yadayhi an yarudahuma sifra, hakika Mola wenu aliyekuumbeni hayyun, ana aibu sana. Allah katika sifa zake anaonaga haya aibu sana. Karimun, Allah ni mkarimu, amewapa vingi hamjamuomba. Na mkarimu ni yule ambaye anakupa haujamuomba. Allah ametupa afya, ametuumba binadamu, hatujamuomba tuumbe binadamu, ametupa Uislamu, hatujamuomba Uislamu,
wengine amewapa neema ya wake amewapa neema ya waume, wengine kawapa neema ya watoto, wengine kawapa neema ya afya njema, wengine kawapa neema ya kuwaumba vizuri. Allah hakushindwa. Pengine ungekuwa wewe ni mmoja miongoni mwa wale wanatembelea maikalio, lakini Allah amekuumba katika umbile vizuri. Karimu. Mtume anasema yastahi min al-abd, Allah aibu yake inazidi kwa mja wake pindi unapoinua mikono na muomba Mola wangu. Allah anasikia aibu umalize dua uteremshe chini ili hali aje kujibia. Lakini ni kila Muislamu? La, ni yule Muislamu ambaye anatekeleza amri zake Allah. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika Mwenyezi Mungu anapokea dua za wanani? Za wacha Mungu. Allah tujalie tu miongoni mwa wacha Mungu. Ndugu zangu, na kuhusieni isitokee hata mara moja mkamweka Mungu wa mwisho. Mwekeni Mungu kila siku wa kwanza. Kama kisi unapiga kelele iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe peke yako ndio unakuabudu, wewe peke yako ndio unakutegemea. Kwenye matendo sasa itii. Ukiguswa, ukionewa na mtu akitaka kuonea, wallahi, na awe ni kiongozi, na awe ni tajiri, na awe ni mwenye anatumia nguvu, mwambie tu Mungu, wewe mtakie tu Mungu, Allahumma arini ajaib qudrataka alayhi. Kama unajua Kiswahili mwambie hata Kiswahili, Mola wangu nionyeshe maajabu ya uwezo wako kwake. Basi kama na nguvu Allah, wewe sio nipa nguvu wewe, na wewe si ndio al-qawi, nionyeshe sasa. Si Mtume alisema dua mwenye kudhulumiwa ni aje? Mnaikumbuka ile hadithi? Alisema nini Mtume? Alisema nini? Mkikataa tunaishia hapa, tunasubiri tusali, sio problem. Mtume alisema nini? Bila shaka Mtume alisema wattaqi da'watal madhlum, okopeni dua ya mwenye kudhulumiwa. Laisa bainahu wa baina Allah hijab, kati ya muombaji na Mungu mwenye kuomba hakuna pazia. Wewe ukiona tu nimeonewa, na ndio maana ninakuhusieni jamaa zangu, wallahi ninakuhusieni bila kusahau nafsi yangu, hasa wale ambao wako na wake, wale ambao mko na wake, okopeni kuwadhulumu wake zenu. Wallahi ukimdhulumu mke wako akamlilia yule mkumbuke Mtume amesema kwamba mmewachukua hao wanawake ni amana kutoka kwa Allah. Kule laana ya mke kwa mume inashika kama gisi laana ya mume kwa mke inashika. Ndio maana usimuonei mkeo, usimdhulumu kuna kwa haki zake. Unaweza kuvifanya haoni, hajui, lakini Allah la ta'khudhuhu sinatu, akililia ule utajuta. Sawa jamani, Allah tulindie afya zetu na imani zetu. Hadithi yetu moja leo, hatuna msomi leo, Allahu musta'an. Naam, hadithi yetu moja katika faida rakam 82, almubalagha fi bina'i manzil, watu kuvuka mipaka, exaggeration nasema mwe, mubalagha, israf kunako masuala ya ujenzi wa nyumba. Alhamdulillah, kuna watu wanajenga israf, yaani unaingia nyumba ya mwenzako unaitizama. Kuna watu Mungu amewajalia haya mapambo tu, haya mapambo gharama yake si alikuwa anatosha kuwa nyumba ya mwingine mmoja wetu. Mtu anajenga mpaka parking ya gari yake, parking tu inatosha kuwa nyumba ya mmoja wetu. Nadhani siko nyumba zetu. Unaingia kwenye nyumba mwenzako unashindwa hata wewe vipi hapa tena. Na kuna wengine sio hivyo, anaona wewe na 3, 4, 5 nyumba. Na zingine akija hata mtu kupanga, ngapi unapangisha? Unataka kupanga nyumba yangu wewe. Mimi nasikia uko na nyumba ngapi? 800,000. Wewe peleka bwana wako huko, kuna nyumba 800,000. Unaikuta nyumba imekaa miezi 6 mwaka haipangwi. Na kila wakimletea kupanga nasema mimi sitaki kupangisha nyumba yangu, wapangaji wanaharibu, wanachafua nyumba. Mimi sipangishi nyumba na siku mtaulizwa na Allah kuhusu neema, muandae majibu, mtenda kumjibia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, nyumba wallahi ni neema. Nyumba ni neema.
Allah awape nyumba wale ambao hawajazimiliki, na wale ambao wanazo Allah weka baraka ya rabbal alamin. Hauwezi kujua kama nyumba ni neema isipokuwa ukipitia kwenye moja njia hizo. Inawezekana mpaka waya tatu, lakini maulama wamesema njia hizi huwa zinamtambulisha mtu kuijua neema ya nyumba. Iwe itakapokuwa, lakini iwe ya kwako. Ikitaka iwe kwenye mlima, ikitaka iwe, Waswahili wanasema kwako pawagi mbali. Iwe penye takuwa popote, lakini iwe kwako. Nyumba ni neema ukipitia kwenye moja miongoni mwa njia mbili, ndio utatambua kama ni neema. Njia ya kwanza, kama kwenye maisha yako uliwahi kuwa mpangaji, alafu mwenye nyumba yake unayempangia akawa ni mkorofi. Wewe ndio watoto zako wanajazaga choo, wewe ndio mleta fujo wewe na watoto zako wewe ndio mwenye kutumia maji mengi, umeme mwingi, ukipika kuku hujamlipa hela yake ya mwezi anakunja sura. Amjapitia yeye. Wewe ndio mke wako akuropagi chooni, kwenye nyumba za kupanga choo ya kuchangia. Zile vurugu zile. Yaani mpaka mtoto wako akicheza uwani, akipiga kelele wewe ndio unamuita nani? Baba punguza sauti tutafukuzwa. Ukiheshimu hizo shida, pale ambapo ikifika tarehe 14 unaanza kufikiria hela ya mwisho wa mwezi utaitoa wapi? Alafu Mungu anakujalia nafikia wakati anakupa kibanda chako, umepitia mwezi karaha. Wallahi nakuapia, hata kama kikiwa hakina simenti, hata kama kikiwa hakina umeme, hata kama ikiwa maji ni ya kwenda kuchota kwenye kisima au kwenye bomba, lakini kwako kwenye unalala unajua hakuna atakayekuomba pesa ya mwisho wa mwezi. Kwenye ukilala njani siri yako wewe na watu wako ndani. Usiku wa kwanza utakapolala, starehe na raha utakayoisikia. Allahu Akbar. Allah tunakuomba rabbana alamin, tubariki kwa kile unachotupa. Watu wenye wanapangisha watu waache kuwasumbua wenzao. Utaulizwa na Allah. Maana kuna wengine akimpangisha na pakitokea vurugu ndani ya nchi, wenye kuhitaji nyumba kwa wengi na anaongeza bei. Kama hautaki nitokee nyumba yangu, wewe kuipata Mungu ulimpa nini? Tuwe makini sana. Hiyo ni njia ya kwanza. Kama ulisumbuka katika kupanga, utakuja kuipata neema hiyo. Njia ya pili, kama kwenye maisha yako sawa ulikulia kwenu au uliishi kwako, alafu ikatokea sababu yoyote ya kiusalama mdogo, ukajikuta umeacha kwenu au umeacha kwako, umekuwa mkimbizi. Tena pana mkimbizi kwa ndugu, mkimbizi kambini. Labda Nyarugusu, watu wa Buyenzo nakumbuka Kongo miaka ile 95, msikiti wa Mlongwe ilikuwa ndo makimbilio ya wengi. Ukitaka kukoga ili usali alfajiri unaamka saa 8 za usiku, maana si na mstari wenye uko chooni, maana mchezo pale. Ndio nakumbuka kumbe ilikuwa neema. Na hii hali Uislamu ukuacha, Uislamu ukuacha. Allah awape uwezo wenye wajaenda hija ya Rabbi, usiwafishi isipokuwa wameenda hija. Ukiwa hija, ulizeni wazee watawaambia huko Mina, pale unaweza kwenda chooni tumbo limekugeuka, pamoja na vyoo kuwa vingi na serikali imejitahidi, ukajikuta labda huko mtu wa 42 kwenye mstari. Unakaaga unatazama wa baba wazima ambao unakumbuka aya liman istataa ilayhi sabila, yani hakuna maskini hapo. Wamekaa wadume wanazunguka mbele ya mlango wa choo, na mtu ana barabara miku mpaka unasema jamani mhurumie. Kuna wakati huyo anakupitisha mbele, huyo anakupisha, ukisogea wapili akwambia hapa haupiti, kaa nyuma. Na kuna wengine hawajikazi hapo hapo wanachafuka. Na pengine huyo anachafuka nyumbani kwake, chumba chake na choo hamna hata mita moja. Chumbani kwake na choo yake ya ndani hakuna mita moja. Yaani kibano na kufungua tu mlango anaingia chooni. Na akiwa mle anajua huko hapa ingi mwingine isipokuwa mke wake.
alafu unaenda kwenye sira chooni, pale ndio unaelewa ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu mkitoka Mina mnakwenda kule Arafa, mkitoka Arafa mnaenda kulala sehemu inaitwa Muzdalifa usiku ule wa tarehe 10, yani wa kuamkia Laidi. Kawatizame watu walivyolala barabarani kwenye makarto, mabox. Mwingine usingizi na mchoko akijigeuza, ihramu ya chini imetoka, yuko kama alivyoumbwa. Ukija kuambia huyu ni tajiri huyu, ndugu zangu Waislamu, Allah ni Allah. Wallahi tuache kudharauliana. Mwenyezi Mungu atulinde mali zetu. Kwa hiyo mtu anapozidisha kuwa na nyumba 2, 3, 4, 5, swali linakuja, hal yujaru al-insanu alayhi au ya'tham? Unapokuwa unajenga nyumba za kifahari, unajenga nyumba 2, 3, hal yujar, kujenga kwako kule unapata thawabu au ya'tham, au unapata dhambi? Asifutu mtu, maana mnapenda kufutu sana. Naam, hata tusome hadithi yetu moja. حديث عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب ابن الأرات رضي الله عنه نعوده وقد اغتوى 7 كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنما أصبنا ما لم نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. Hadithi yetu moja ambayo Qais ibn Abi Hazim, huyo ambaye ni tabi'i, qala, anasema dakhalna ala Khabbab ibn al-Arat, tuliingia kwa sahaba Khabbab ibn Harat, Mwenyezi Mungu amridhie, nauduhu, tulienda kumtembelea, alikuwa ni mgonjwa sana, wakad ikhtawa 7 kayatin, ameugua muda wa kutosha, muda mrefu yuko chini anaumwa. Faqal, katika ile kukaa tuko naye pale, akasema huyu sahaba, inna ashabana alladhina salafu madaw, hakika jamaa zetu wenzetu, akikusudia maswahaba wenzake, alladhina salafu, wale waliokuwa kabla yetu sisi, madaw, tayari walishaondoka, akimaanisha walishafishwa. Walam tanqusuhum ad-dunya, na dunia kama dunia haikuwapunguzia chochote. Anasema wa inna, hakika sisi sasa, asabna ma lam najid lahu mawdhi'an illa turab, lakini sisi sasa tumeguswa na jambo ambalo hatuna kingine cha kufanya isipokuwa udongo. Nini maksudi yake? Hakika sisi tumeguswa na jambo ambalo hatuna la kufanya ili tuzidishe thawabu isipokuwa udongo tu peke yake. Akasema walaula anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam nahana, na laiti ya kwamba mtume Muhammad, rehma na amani Yesu tunake, nahana an nad'u bil maut, laiti kwamba mtume asingetukataza kwamba tusiombi kifo kwa haya maradhi ninayoumwa, kwa mtihani ambao nao, anasema la da'awtu bihi, basi ningeomba na mimi nife. Lakini kwa kuwa mtume alitukataza, siwezi kuomba kifo. Ndio anakusudia. Wale jamaa walikuja kumtembelea wakawa wameondoka wameenda, lakini wanahadithia kusema thumma atainahu maratan ukhra, kisha kwa sababu aliendelea kuumwa tukaja kumuona kwa mara nyingine. Matokeo wa huwa yabni haitan la, tulipofika tukakuta kidogo hali yake iko afueni, tukamkuta yuko anajenga jumba lake ambalo atakaloishi yeye. Na tunaposema jumba, usifikirie kama ni nyumba kama hizo za kwenu, hapana. Wa zamani alikuwa anajenga nyumba kama anamke, anajenga ni chumba tu na sehemu ya kupokelea wageni ambayo nyinyi mnaita baraza, yani kachumba tu kadogo na hujra na sehemu ya kupokelea wageni, kama alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chumba chake kilikuwa kidogo sana kiasi ambacho mtume alikuwa akisali sala ya usiku, kwa sababu mtume alikuwa anasoma kisomo kirefu. Ikifikia wakati anateremka kusujudu, na mara nyingi alikuwa anasali mgiza kwa sababu asimsumbui mke wake na uwanga.
Ni sala ya sunna, sio lazima mpaka muamshe mwingine wasali. Mtume alikuwa anasali akiteremka kwenye sijida kwa udogo wa chumba, mke wake Aisha anakuwa amenyoosha miguu sawa amelala, mtume anagusa hivi, kisha mke anakunja miguu, alafu mtume anasujudu, kisha anasali. Kuna wakati Aisha na usingizi tena unampitia, anajikutana amenyoosha miguu, akinyoosha anasikia yuko anamkanyaga mzee kwenye mashavu kwenye kichwa, anakunja tena, kisha mtume anasali mpaka anamaliza sala. Chumba kidogo sana. Sisi vya kwetu kila mtu ni shahidi chumba chake ni cha kiasi gani, kwa sababu mtume aliishi kwenye maisha yale aliyotufunza, aishi fi dunia kaannaka gharibun au abir sabil. Ndio ishi duniani kama wageni au tanjia. Sisi tunataka tuishi kama mwenye tumefika, yani mtu ndani mpaka ana TV chumbani, ana kiti chumbani, ana biro chumbani. Yani mtu kabisa kitaka kula chumbani ana meza chumbani. Allah tujalie tuipende akhira sana kuliko dunia, rabbal alamin. Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyojenga ndogo na maswahaba walijenga ndogo, kwa sababu wao na dunia sio lolote. Kwa hiyo alimkuta na jamaa yuko anajenga ndogo, na kule mwanzo alishawaambia kwamba wenzetu washatangulia, lakini sisi hatuna cha kufanya isipokuwa hii ardhi peke yake. Kisha akasema sawa na maneno alimsikia mtume anasema, innal muslima la yujar fi kulli shay'in yunfiqu, hakika muislamu kila kitu anachokifanya kizuri, la yujar, anakipatia ujira, anapata thawabu, illa isipokuwa fi shay'in yaj'aluhu fi hadha turab, ay al-mabna, isipokuwa kile atakachokifanya akikiweka kwenye ardhi. Na hicho anachokusudia manake jengo. Unapokuwa unajenga nyumba yako ya kuishi na mkeo, utalala, haupati thawabu hata hiyo. Sio kama naeleweka bwana? Ukijenga nyumba yako ya kuishi na mke, hakuna thawabu hata hiyo. Ni katika mubahat. Kama gisi ukila upati thawabu hata hiyo. Kama gisi ukilala haupati thawabu hata hiyo. Nadhani naeleweka hapo. Kwa hiyo unapokuwa unajenga nyumba haupati thawabu hata moja. Ukitaka sasa upate thawabu sasa, maana tumesema kama mubah, ili upate thawabu ni pale utajenga nyumba iwe madrasa. Utajenga nyumba inaijenga kwa sababu ya watoto mayatima, unaitoa wakfu. Utajenga nyumba inaijenga kwa sababu ya mafakiri na umaskini wa Kiislamu. Utajenga nyumba inaitoa kwa sababu ya wageni wapita njia, ibn sabili. Mgeni yote atakayepita njia hapa ameishiwa na uwezo, asiende kulala hotelini hapo. Hapo utapata thawabu kwa sababu iko fi sabilillah, kwa sababu mwajali wengine. Hizi tunazojenga sasa 3, 4, 5, wapangaji huku na huku wapangaji. Mwendo mtafutu sasa zile za wapangaji. Malengo yako ni thawabu ni mpunga. Kwa hiyo hakuna thawabu. Na yawezekana ukajikuta unapata madhambi, na hasa kama mwazile nyumba patafanyika munkarat na wewe ukashindwa kuzifuatilia ili uzikemee, utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tunapenda kuwaambia jamaa zetu ambao Allah amewapa, okopeni sana kujenga mahoteli, okopeni sana kujenga maison de passage, isipokuwa kama una uhakika utakuwa makini unako kuzifuatilia. Maana unaweza kukutana huko unajenga nyumba za kuwarahisishia wazinifu, au hayatokei hayo jamani? Utaulizwa. Alafu zile leo umepata wewe pale unachanga na zako za halali zote zinakuwa chafu mbele ya Allah, ni mazito. Nadhani nimeeleweka. Mola wangu nimefikisha, na kuomba uniwe shahidi. Ndio maana ninakuomba ukijaliwa na Allah, jenga nyumba ambayo itakutosha wewe na mke wako na watoto, na pakiwa chumba cha wageni kimoja ni bora zaidi. Sawa jamani?
Usijenge nyumba ambayo itakuwa na vyumba vingi ambavyo vitabakia viko wazi, itakuwa si vizuri. Utajikuta uko unaishi pia na mapepo machafu. Ametukataza mtume wetu Muhammad. Katika hadithi nyingine mtume Muhammad sallallahu kwenye hadithi Jibril maarufu, mtume akaonyesha kwamba min alamati saa, katika dalili za kiyama, mtume akasema antara alhufat alurat alala yatatawaluna fil bunyan. Katika dalili za kiyama ni pale utaona kwa macho yako alhufat, watu ambao mwaka jana, miaka imepita, unawajua walikuwa na hali duni mpaka walikuwa wanatembea bila viatu. Usi alikuwa mtumishi kwa mzee fulani, usi alikuwa mtwanga kahawa, mtwanga mpunga, huyu alikuwa avaya tabiato, huyu ndio mwenye kinyumba hiki. Wale walikuwa wavai viatu. Al-urat walikuwa wakivaa nguo za kutoboka. Al-ala walikuwa mafakiri. Alafu unawaona yatatawaluna fil bunyan, leo wanashindishana kujenga majumba ya kupandiana. Alisema mtume, wewe unajenga etaje ngapi vile? Wewe mtoto yangu mimi 5. Ukiona hizo hali, hii ana ni hii ya fulani Gabriel yule kwa kudiswiti pa namba 22 pale tukita wikore, anakuja anakimbia ule ndio mwenye hiki nyumba. Mbona unashtuka ya hiyo? Kuna yauna anaitwa fulani, sitataja majina ya watu nikachopotea. Huyu alikuwa fulani vile ndio mwenye hiki etaje. Mtume anasema ni moja miongoni mwa alama za kiyama. Nadhani ndio zetu tunaishi hemwe. Na mbaya zaidi Waislamu wameingia hiyo. Hii gari ni ana ni fulani. So huyo Umari ananishinda ni mtalita saije. Wengine vijana wanasema hii kanzu yako ni ngapi? Hii si 30, hizo sivagi mimi hizo. Nitavaa ile yenyewe, hakuna mwingine anavaa. Jamani, tushindane kwenye akhera, wa fi dhalika falyatanafasi mutanafisun. Kwenye mambo ya kheri shindaneni. Ama ya dunia, maisha ya duniani sio mashindano. Ukishindana na mwenzako utaguswa na ugonjwa tu umoja katika maradhi mawili. Ukiwa na tabia kushindana na wenzako kwenye dunia, wallahi utaguswa na ugonjwa umoja katika magonjwa hayo. Ima utaguswa na maradhi ya husda, mwenzako akikushinda utamhusudu, kila ukiona anafanikisha roho itakuuma, utakuwa na chuki naye moja. Au utaguswa na maradhi ya ujbu wal kibr, Allah akikufungulia ukorombe waache, utajiona wewe ndio bora kuliko wengine, kiburi na kujiona. Allah tulinde tusiwe mwao. Allah tujalie tuweke miongoni mwa waja wake waliokuwa chini, wenye akiwaruzuku wanaielewa neema yake. Ndugu zangu Waislamu, tulinde sana hizi nyumba zetu wametupa Allah. Ninaposema nyumba sijakusudia tu mpaka nyumba yenye unamiliki, hata ile unayopanga kale ka territory ni kwako. Linda sana, kwa sababu wanamume wengi muda mwingi hatuko nyumbani. Muda mwingi wanamume wengi wanatoka asubuhi wanaenda kuzifanya sababu. Kwa zile nyumba tunazoishi na watoto wetu, kama hatukuziandaa mazingira mazuri ya kufanyiwa dhikri, ya kusomwa Qur'ani, ya kusaliwa sala 5, pataingia sinema. Nadhani leo nyumba za Waislamu kama wengi Kombolela haikosi. Mpaka wanajikuta wengine wanachelewa mpaka sala za jamaa. Wengine akimaliza kusali la isha au magharibi anakimbia nini, ni kuna haraka gani na wahi. Kama hamkuandaa kheri mwa zile nyumba, wallahi shari itaingia. Wallahi inakuwa kheri. Na kawaida kheri na shari alikai pamoja ndani ya nyumba. Kuweni makini sana. Kuna watu Mungu amewapa neema, unatizama TV ya mwenzako inakushinda urefu, lakini katizame wanatizama vitu gani. Wengine mpaka muziki inapigwa nyumba zao. Wengine wananunua vile maradio vikubwa, mnahitaji vile na ebsabufa kiradio kabambi muziki. Wengine zoba. Sasa bwana, muziki si haramu, kaswida anafikiri anapata sawabu. Sasa mtaulizwa, wallahi mtaulizwa
Kuweni makini sana. Sawa jamani? Kuweni makini sana, na hasa hata wale wafanya kazi mkono nyumbani. Kuna wakati na wao, subhanallah, kila neema ina mtihani. Allah tulindie vijana wetu na wasichana wetu. Chungeni sana hizi simu za watoto wenu. Na ndio maana mimi huwa napenda kuwashauri vijana, ingawa sijajaliwa hicho, na muomba Mwenyezi Mungu na mimi aniwezeshe, kwamba vijana wenye wako na uwezo jitahidini sana mtie makamera yale ya CCTV kwenye nyumba yenu. Sawa na zama zenye tumo, wekeni zile kamera na wazi branch kabisa kwenye simu zenu, ili hata ukiwa kazini uwe na kufuatilia yanayopitika nyumbani, kwa sababu wengi mnapokuwa mmetoka asubuhi mnarudia jioni, hamjui ni mangapi katika machafu yanafanyika katika majumba yenu, na mjue kama mbele ya Mungu mtaulizwa. Ni amri ya Allah, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Enyi Waislamu, okoeni nafsi zenu na familia zenu na moto wa jahannam. Na Mtume kwenye hadithi akasema siku ya Kiyama Allah subhanahu wa ta'ala Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi, na ndo mzazi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama atamuuliza kila mzazi kuhusu wanaye, kabla ya wana kuulizwa kuhusu wazazi. Ataanza kuulizwa mzazi kuhusu wanaye, uliwalea kama jinsi dini na mafunzo ya dini yalivyokuhimiza? Ulitekeleza haki zao ipasavyo? Ulichunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu wanao? Wallahi ni siku nzito, siku ambayo baba atamkimbia mwana, mwana atamkimbia baba, mke atamkimbia mume, na mume atamkimbia mke, na wapenda nao watakimbiana, na kila mmoja atakuwa anatetea nafsi yake. Ndugu zangu Waislamu, kila mwenye yuko na watoto ni neema, na kila neema ina mtihani, na sote tunazifanya sababu za kuwalea watoto wetu, lakini mlezi wa kweli ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiongokewa na wanao, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ukipata mitihani kuna kwa watoto zako, zidisha subira na uombee dua. Ametukataza Mtume kuombea dua mbaya watoto. Mtume sema la tadiu ala auladikum, sitokeni kuombea dua mbaya watoto zenu. Na sisi watoto tuwe watifu mbele ya wazazi. Mtume amesema ridwallahi fi ridwal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala tutazipata pale ambapo tutaridhiwa na wazazi wetu, na laana na hasira zake Mwenyezi Mungu zitatufikia pale ambapo wazazi wetu tutakapokuwa tumewauza. Tujitahidi sana tuwatii wazazi wetu, hata kama watakuwa kuna sheria zake Mungu watekeleze. Allah ametuamrisha, anasema waswahibuhuma fi dunya ma'ruf, ishi nao duniani kwa wema. Kwa yule ambaye bado ana mmoja miongoni mwa wazazi au wawili, ajitahidi amche sana Mwenyezi Mungu kupitia wazazi wake, sababu ni moja miongoni mwa milango ya kuingia peponi. Na yule ambaye wazazi wake walishakufa, akumbuke mafunzo ya Mtume kwamba haki ya mzazi haisimami kwa sababu amekufa. Kumbuki sana kuna kudua, mtolee sadaka, tendee wema, mfanyie wakfu kama uwezo unao, na ukumbuke ahadi ya Mtume alisema kama tadinu tudan, kama unavyotenda na wewe utatendewa. Ukimtendea mzazi wako khairi, Allah atakujalia katika kizazi chako, atamleta japo mmoja, na wewe kwenye utu uzima wako atakuja kukufanyia khairi. Na ukimkera mzazi wako, Allah atakulipa kwa wazazi wako, atamtoa japo mtoto mmoja, na wewe atakuja pia kukusumbua na kukukera. Kikubwa ni nini ndugu zangu Waislamu? Tufuate sheria zake Allah ipasavyo, tumzanie Mola wetu vizuri, tutekeleze ibada, tunapoteleza tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu kifo kinapokuja kitatukuta katika moja miongoni mwa hali mbili: ima kitukute katika taa tuwe tumemaliza vizuri, au kiwakute baadhi katika maasi na kumaliza vibaya. Tumilie sana Allah tupe sote mwisho uliokuwa mwema. Tukumbuke kwamba baada ya afya iliyotupa Allah hakuna khairi na neema tunayoimiliki kama Uislamu.
kama tauhidi. Uislamu, ndugu zangu Waislamu, na katika Uislamu usia wa mwisho wa mtume uliotoka kwenye mdomo wake akakata roho ni sala. Aisha anasema alimsikia mtume wakati alimshagamia kwenye kifua, roho inataka kutoka, mtume akihusia anasema as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum, as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum. Jamani, sala sala sala, munkisali na wale mnaowamiliki nyumbani muhakikishe na wao wanasali. Tushikamane na sala, tusimamishe sala, tusali, tumwabudu Allah ukweli kumwabudu, na tumwombe Allah atujalie matendo yetu mema ndio yao ya mwisho kabisa kwenye uhai wetu, ili tuwe tumemaliza vizuri. Inshallah kwa leo tuishie hapa, tutoe azana alafu tupeane nafasi ya maswali. Namaliza nikikuhusieni jamani, kila neema yote ambayo uko nayo jitahidi uitumie katika njia zinazomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah sikupi neema kisha ukaikufuru kwa kuyatumia yale ambayo Mwenyezi Mungu apenda. Allah ni mpole, Allah ana huruma, lakini Allah akichukia ni mkali wa kuadhibu. Mwenyezi Mungu tunakuomba usituadhibu kwa makosa yanayofanywa na wajinga miongoni mwetu. Allahumma amin. Ibn Nyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas.